Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pendwa, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo siku ya Jumatatu, juma la 4 la Kwaresma. Injili kadiri ilivyoandikwa na Yohane sura ya 4 aya 43 hadi 54. Wakati ule Yesu aliondoka Samaria akaenda Galilaya, kwa maana Yesu mwenyewe alishuhudia ya kwamba nabii apati heshima katika nchi yake mwenyewe. Basi alipofika Galilaya, Wagalilaya walimpokea, kwa kuwa wameyaona mambo yote aliyoyatenda huko Yerusalemu wakati wa sikukuu, maana hao nao waliendea sikukuu. Basi alifika tena Kana ya Galilaya, hapo alipofanya yale maji kuwa divai. Na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanaye hawezi huko Kapernaumu. Huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya, alimwendea akamsihi ashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa kufani. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule diwani akamwambia, Bwana, ushuke asijakufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule akasadiki lile neno alilomwambia Yesu, naye akashika njia. Hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari za saa alipoanza kuwa hajambo, nao wakamwambia, jana saa 7 homa ilimwacha. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile alipoambiwa na Yesu, mwanao yu hai. Akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake. Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, sisi katika maisha yetu tunakuwa na uhitaji mbalimbali, na wenzetu wanakuwa na mahitaji mbalimbali, na mahitaji hayo yanahitaji mtu wa kuweza kutusaidia kutoka katika hizo dhiki tunazokuwa nazo. Kristo pekee ndiye kimbilio letu tunapokuwa hatuwezi, kwa magonjwa au shida nyingine yoyote. Kristo ndiye msaada wetu wa daima, kama tukimwendea kwa imani thabiti. Huyu diwani mtoto wake anaumwa na aendi sehemu nyingine yoyote isipokuwa kwa Kristo, akiwa na tumaini kwamba mwanaye atapona. Hata alivyoambiwa na Bwana wetu Yesu Kristo, tofauti na ilivyokuwa na matarajio yake, alitarajia Kristo atashuka na kufika nyumbani kwake kumponya mtoto wake. Lakini alipomwambia kwamba aende na mtoto wake yu hai, yule diwani aliamini, amekuwa na imani thabiti. Sisi tunaalikwa pia katika kipindi hiki cha Kwaresma, kwa kusali, kufunga, kuomba na kutenda matendo mema kwa watu, haya yote yaongozwe na imani thabiti kwa Kristo, kwa sababu wale walio wahitaji hawawezi wakapona tu bila msaada wa Kristo. Tuwapeleke kwa Kristo tukiwa na imani kuu kama aliyokuwa nayo huyu diwani, ili Kristo aweze kuwaponya nayo mahangaiko wanayokuwa nayo, mahangaiko sisi tunayokuwa nayo. Lakini hayo yote yatawezekana kama tukiwa na imani thabiti kwa Kristo, na Kristo yeye anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Kinachotakiwa kwetu sisi tu ni kimoja, kuwa na imani thabiti kwake, nasi tutaponywa, na wengine ambao tunawapeleka kwa Kristo nao watapona. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.